na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu apewe sifa. Apewe sifa kwa sababu gani? Ametuokoa. Yaani tusizoee tu kusema Bwana Yesu asifiwe wakati tumezoea. Natakiwa maisha yetu yaoneshe kwamba kweli asifiwe. Kwa matendo yetu, kwa utiifu wetu, kwa maisha kwa ujumla. Nimefurahi kuwepo hapa pamoja nanyi leo. Na mada ambayo wanataka nizungumzie ni kuhusu kukua kikristo. Kukua kikristo. Na kama sikosei, mmeshasikia mengi sana kuhusu Mungu na kuhusu sisi wanadamu na uhusiano ule ulio kati ya Mungu na sisi binadamu. Lakini pia nafikiri mmeangalia dhambi ya mwanadamu na tiba yake. Pia mmeweza kuangalia umuhimu wa Biblia na jinsi ya kuwa Mkristo. Pia mmeangalia hakikisho la wokovu, ushindi na utiifu. Si ndio jamani? Mambo mengi sana Sijui kama mnaweza kupokea yote alafu kuyahifadhi yote. Mungu atusaidie tujifunze zaidi na zaidi. Unajua maisha ni safari. Maisha ni kama safari na hakuna sababu ya kusema kwamba imetosha sasa. Yaani mimi naamini kwamba tuko kwenye chuo cha maisha. Wengine wanasema ni muhimu niende chuoni. Jamani, ni kama tupo chuoni tukitaka. Chuo kinaitwaje? Maisha. Ndio, Mungu anataka kutuendeleza katika chuo chake. Leo inabidi tuende haraka kidogo kwa sababu somo hilo ni refu kidogo na lina mambo mengi na muhimu. Hamu na shauku yetu ni kuona kama kila mmoja hapa fahamu yale aliyofundishwa, lakini asibaki hapa tu. Amina jamani? Asibaki hapa tu. Kila mmoja ana wajibu kuendelea sasa. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Si ndio? Yesu yuko wapi? Yuko mbele, tumwandame. Tumfuate, tumjue zaidi na zaidi. Na maisha yetu yatadhihirisha duniani hapa kama tunamfuata au la. Kwa hiyo tunataka tuangalie kukua kikristo. Kabla ya kuendelea sana, labda niseme nitaomba msamaha. Najua Kiswahili changu ni cha kipwani kidogo labda, kwa sababu nimekulia Zanzibar sasa kwa miaka mingi kidogo. Kwa mtapasi kunisamehe, lakini naamini kwamba kitafahamika. Tuendelee. Kusudi la somo letu hapa leo, kukua kikristo, ni kumsaidia kila mwanafunzi kukua na kukomaa katika maisha yake ya Ukristo. Kumsaidia kila mwanafunzi kukua na kukomaa. Sote tunapaswa kuelewa kwamba tuko kwenye safari. Maisha ni kama safari. Ukuaji ni kama safari. Si ndio jamani? Yaani tunaona kama movement fulani, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Si ndio? Kwa mfano, sote Biblia inatuonyesha kwamba sote tumetenda dhambi. Nafikiri mmesikia mambo hayo kwa nyuma, si ndio? Kwa hiyo ni kama safari. Nitaanza huko, ni mtenda dhambi. Sawa? Mtenda dhambi na mwasi. Kama wengi sana wanajikuta katika eneo kama hilo. Mtenda dhambi na mwasi dhidi ya Mwenyezi Mungu. Si ndio jamani? Alafu mtu anagundua, nitapiga hatua hapa, anagundua kwamba kwa kweli nimepotea. Si ndio? Sasa hii ni kama hatua fulani kutoka eneo moja na kwenda sehemu nyingine, kujua kwamba kumbe nimepotea. Sawa? Alafu pale
anapoanza kuelewa kwamba amepotea ni kwa sababu anasikia habari njema pia. Kwa hapa najua nimepotea, lakini anaanza kusikia habari njema. Na ni raha kubwa kwa sababu ni habari njema, sio habari mbaya. Dunia hii hapa ni kama imejaa na habari mbaya, si ndio? Lakini kuna habari njema. Habari njema ipo. Halafu huyu jamaa kwa sababu anajua hali yake ilikuwaje, anaanza kujutia hali ile kwa sababu ya dhambi zake na uasi wake. Anaanza kusema kwa kweli mimi mwenyewe nimekosea. Kwa anasikia habari njema, lakini vile vile habari njema inaanza kumuonesha kwamba lazima atubu, si ndio? Kwa anatubu. Napiga hatua nyingine. Anatubu na kuamini habari njema. Ile habari sio habari kwake tu. Inaanza sasa kuingia ndani. Si ndio? Wanatoka pale sasa na kwa imani anampa na kumkabidhi Yesu maisha yake yote. Anamkabidhi Yesu. Sio kumpokea tu Yesu. Anampokea sawa, lakini anamwamini na kumkabidhi Yesu maisha yake. Halafu anaanza kuelewa kumbe Yesu amenipa amani na uhakika wa wokovu. Sawa, sasa amefika hapa, ametoka pale na amefika hapa. Ni safari fulani, si ndio? Hapa lakini tunaweza kumuita Mkristo mchanga. Si ndio? Mkristo sawa, lakini mchanga. Sasa je, abaki hapa tu? Lakini si kama ametoka pale, ameshafika hapa na yeye ni Mkristo, tumwachie tu hapa. Au? Kuna tatizo gani tukifanya hivyo? Karibuni, mimi nimeshawahi kusomesha na kufundisha Kiingereza, ninapenda response, yani mwitikio. Haraka, si lazima usimame na ongea sana, hata maneno mawili matatu tu, haina shida. Hajakomaa. Kumbe inatakiwa mtu au Mkristo kiroho akomae. Ni kweli kabisa. Somo letu la leo ni kuhusu kukomaa au kukua kikristo. Tuingie sasa kwenye somo lenyewe. Nafikiri itakuwa ukurasa wa 32 kwenye vitabu vyenu. Inasema utangulizi. Nitasoma kidogo hapo utangulizi ili tuelewe somo letu linasemaje. Inasema, inasikitisha kwa mtu kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, halafu akakosa kuendelea mbele. Hata hivyo, jambo hili ni la kawaida. Haitaji wala haistahili kwa hivi. Mungu ametoa yote yanayohitajika ili tuweze kuzaliwa kiroho. Ametuwezesha pia ili tuweze kukomaa. Naamini hiyo jamani? Mungu ametupa uwezo wote. Si jambo la aibu kuwa mtoto mchanga katika Kristo, lakini ni aibu kubakia mtoto mchanga siku zote. Kama umempokea Kristo hivi karibuni, Mungu akubariki. Songa mbele. Kaza kila msuli. Na uendelee kukomaa hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kama uliokoka kitambo kidogo, basi muone huyo daktari mkuu akague maisha yako ya kiroho. Anapaswa akupime na kufikia uamuzi kuwa unaendelea kukomaa na kuwa mtakatifu zaidi kuliko ulivyokuwa hapo ulipoamini. Pia unaweza jikagua kulingana na hamu na uwezo wako wa kula nyama ya neno la Mungu. Unaweza kuupima umri wako kutokana na chakula unachokula na matendo yako. Ili uwe Mkristo wa kweli, ni lazima ainue kiwango chako juu zaidi ya wengi wanaodai tu kuwa Wakristo. Sasa mwanzilishi wa maisha ameimarisha kanuni za maisha. Kanuni zinazotawala maisha ya kawaida pia ndizo zatawala katika mambo ya kiroho. Kwa vile kila mtu anafahamu kanuni ya kawaida kuhusu afya ya mwili na kukua kwake, somo hili linatumia maarifa hayo kama mpangilio wa kanuni za afya na kukua kiroho. Kutumia taratibu hizi za kiroho kutaleta ukomavu wa kiroho sawa tu na vile kufuata taratibu za afya ya kimwili kunavyowafanya watu kukomaa kimwili. Kwa hiyo tunaweza kuelewa kwamba
kukua Kikristo tunaweza kuangalia, na Yesu kwa kweli mara nyingi alitumia mifano ili tuweze kuelewa. Kwa kukua Kikristo pia tunaweza kuangalia kukua kimwili, si ndio? Kwa hiyo tutaruka hapa chini kidogo, tufike hapa kwenye mpangilio wa somo hapa. Tutaangalia swala kukua, jambo la kufa kupona. Alafu chini yake kuna kipengele ambacho kinasema maagizo matakatifu. B, hujenga kinga ya kiroho. Na C, hukuza vipawa vya kuwezesha ushuhuda na utumishi. Kwa mwanzoni hapa tuangalie mambo hayo kidogo. Tuangalie kwenye ukurasa wa 35, inasema kukua, jambo la kufa kupona. Tuna mifano kama nilivyosema tayari. Ukuaji wa mimea, wanyama na hasa watoto ni muhimu sana. Wakulima, tuna wakulima wangapi hapa ambao wameshawahi kulima? Kama tuko Tabora nafikiri wengi sana, au sio? Kama umeshawahi kulima, kitu kimoja wapo ambacho ni muhimu sana sana kwa mkulima ni nini? Ukuaji. Unapanda mbegu, halafu unataka kuona kama kweli mmea ule umekubali, si ndio? Na umeanza kuwa mpaka umefika kwenye yani kunawiri vizuri na kufika kwenye yani sehemu yake mpaka unaweza kuvuna. Kwa hapa nasema, je, umeshawahi kuchunguza mtoto ambaye hakui? Umeshawahi? Mtoto ambaye hakui. Amezaliwa yupo, lakini amekuwa kidogo tu alafu pap, amedoma. Yani unaanza kusema huyo jamaa si kuna tatizo gani pale, si ndio? Je, wazazi na daktari walishughulika? Hapana shaka walishughulika sana, si ndio? Kwa sababu si kitu cha kawaida, si ndio? Wanajua kwamba, nasema, je, walishughulisha kwa nini? Wanajua kwamba kama mtoto hakui si jambo la kawaida na labda atakufa kabla ya kukomaa. Hata hivyo, sisi sote ni lazima tukue katika Kristo au tutakufa. Huwezi kwama tu bila kupata hasara. Kwa mfano, kaka Justin alikuwa na tungemwita mtoto wake, yani mtoto wa kaka yake, ambaye alipata kansa ya damu. Na walijitahidi kweli kupata yani kumpatia matibabu ya kutosha na nini. Lakini kifupi mwili wake uliendelea kudhoofika vile, na mwaka uliopita alifariki. Kwa hiyo tunaweza kuona hata mifano kwamba kama matatizo yanaingia katika mwili wetu, changamoto zinaendelea kuongezeka na hatimaye mtu anaweza kufa hasa kwa sababu ya matatizo. Lakini tunataka kuona mtu amekomaa, anaendelea kuwa vile vile Kikristo. Tunataka tukue zaidi na Kristo anataka tukue. Tuingie kwenye maagizo matakatifu sasa. Kuhusu mwili, tuna uwezo kuamua kuhusu kukua kwetu. Tunaweza kuchagua chakula kisicho bora na kuugua kutokana na utapiamlo. Tunaweza endelea kula chakula kupita kiasi kisha tunenepe zaidi. Kwa kuna pande zote mbili, au sio? Hata tunaweza amua kujinyima chakula. Kama vile watoto wanahitaji kulazimishwa kula ili wawe na nguvu na hata kukomaa, vivyo hivyo Mungu anatuamuru tukue kiroho. Kweli sisi tuna watoto 5 na pengine ni kama tunapaswa kumlazimisha mtoto ale. Umeshawahi kuona mambo kama hayo hataki, lakini hasa mama anataka ale. Unaona? Kwa sababu akipata maradhi hata madogo yale tu, naweza kushangaza jinsi anavyoweza kudhoofika haraka sana, si ndio? Katika Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 3:18, tunapata picha ya kukua. Inasema kuweni katika neema. Kuweni katika neema. Yaani usimsubiri na kumtegemea mwingine akupatie kila kitu. Tuko pamoja? Mungu yuko tayari kukupatia rasilimali zote unazozihitaji.
kukua. Je, unaamini hiyo? Mimi nakaa Zanzibar. Na nafikiri hata bara hapa labda kuna mawazo fulani kwamba kama unataka mafanikio na maendeleo, ni kama lazima angalau mtu mmoja, kama unaongea na watu 5 katika kundi fulani kuhusu maendeleo na kutuona maendeleo yapo na nini, kama bila shaka angalau mmoja wao au labda wote wataanza kuongea kuhusu serikali. Si ndio? Kwa nini hatuoni maendeleo? Unajua serikali yetu 1 2 3. Sasa hapa tunaongea kuhusu mambo ya Kikristo. Sijui utakuwa unamlalamikia nani kama hupati ya kutosha ya kukomaa. Yapo hayapo ya kutosha? Yapo, si ndio? Mungu mwenyewe yuko tayari kukupatia rasilimali zote. Kwa usijaribu sasa labda kumlaumu mchungaji fulani au mtu mwingine na kusema lakini unajua tena, yani hali yetu ni hivi na hivi. Mungu alikuumba. Serikali haijakuumba wewe. Na hata mchungaji hajakuumba wewe. Mungu alikuumba, si ndio? Na Mungu ndiye yule ambaye anataka wewe umfuate, Mkristo, si ndio? Sasa vile vile atahakikisha kwamba rasilimali zipo kwa ajili yako. Tuendelee. Inasema hujenga kinga ya kiroho. Kitu gani hujenga kinga ya kiroho? Kukua, si ndio? Na hapa ni pointi muhimu. Tuangalie vizuri. Tunaishi katika jamii iliyochafuliwa na dhambi. Mmeona hali hii au hamjaona? Ipo sana, tena sana. Mahangaiko maovu ya kisasa kila mara yanatuandama inasema. Ibilisi naye anasababisha maradhi haya maovu kwa wingi. Yani sometimes ni kama mawimbi fulani ya uovu, au sio? Mungu atusaidie tusimame. Biblia inasema shetani anazunguka kama simba ambaye anafanya nini? Ana ngurumo zake, au sio? Pia anajigeuza kama malaika wa nuru. Usifikiri kama shetani ni yule ambaye labda ana mapembe fulani, sijui nini na nini, yani anatambulika mara moja. Shetani pia anaweza kutudanganya kama tunamsikiliza kidogo, anaweza kufanya nini? Kuwa kama malaika wa nuru. Anatujaribu kutokea upande wa nje kupitia kwa mambo tunayoyaona, kusikia na hata kunusa. Pia hutujaribu na mawazo maovu na hisia zinazotoka ndani yetu. Kukua Kikristo huimarisha kinga dhidi ya mashambulizi kama hayo kutoka kwa shetani. Lazima tukue jamani. Hatuwezi kukaa hapa tu na kufikiri kwamba hatimaye nitaweza kufika mbinguni. Shetani anatujaribu. Mzee wangu alikuwa anatufundisha kwamba kitu kama hicho. Kwenye safari hii ya kumwandamana, yani kumfuata Yesu niseme, hakuna kusimama tu hivi na kubaki hapa. Haiwezekani. Lazima uwe unaenda mbele au unateleza nyuma. Hakuna kubaki hapa. Hamna. Katika maisha haya ya Kikristo. Na kupiga hatua zile za kwenda mbele mara nyingine ni ngumu, si rahisi. Lakini je, Yesu alituambia kwamba itakuwa rahisi sana? Hapana. Atuita tumfuate. Kwenye Kiswahili tunasema kinga ndio bora kuliko tiba. Sasa hii ni kinga moja wapo, si ndio? Kumfuata Yesu kweli kweli, kukua Kikristo. Kisha shetani ataona ni ngumu kumpata huyo jamaa, anajaribu pale, anajaribu hapa, anajaribu kumbele. Lakini kama umevaa silaha zile ambazo zimetajwa katika Waefeso sura ya 6, basi shetani ataona ni vigumu kweli. Huwezi kustahimili misukumo ovu ya kisasa usipodumu katika imani. Watu wengi wanarudi nyuma, wanakosa kusadiki na mwishowe wanafanyeje? Wanajikuta katika ulimwengu kwa sababu hawakuwa na nguvu za kutosha kustahimili misukumo ya dhambi. Usipokuwa Mkristo anayekua, hutaweza kumpinga shetani. Maneno ya ajabu kidogo.
Waefeso sura ya 4, 13 hadi 15 inasema tunapaswa kukua hata kuwa mtu mkamilifu. Kwa mtu wa aina gani? Mkamilifu. Sijui hapa Tabora, lakini huko Zanzibar kawaida sana wanasema kwamba hakuna mkamilifu. Ni kama wanaamini makosa ni bahati mbaya. Umeshawahi kusikia maneno kama hayo? Hakuna mkamilifu. Je, Biblia inasema kwamba tusiwe wakamilifu? Biblia inasemaje? Tuwe wakamilifu, tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Hey! Inawezekanaje? Wakati bado tunakaa katika miili hii. Kumbe Mungu anataka kama kutuvuta zaidi na zaidi na zaidi. Na tunaimba, si ndio? Wanavuta vuta nije nisongee. Yaani tufanane zaidi na zaidi, tufanane naye Yesu Kristo. Kwa tusipokuwa, shetani anajua kwamba yeye ni kama tusipokuwa, shetani anajua, na hali hiyo inampa nafasi. Yeye anaelewa kwamba sisi hatukui. Si ndio? Shetani anajua kama wewe hukui kikristo. Kama wewe hukui katika safari ile. Kama wewe umeanza kubaki tunakusema lakini yaani maisha yale ya huko nyuma kama wale wa Israeli, huko Misri ilikuwaje? Chakula kile kilikuwa kitamu kweli kweli. Hapa tunahangaika jangwani jamani. Au sio? Je, Mungu anataka nini? Anataka tuvumilie. Na tutaona baadaye kidogo pia kuhusu kuvumilia. Kwenye kipengele C hapa inasema yani inamaanisha kukomaa au kukua kikristo, pia hukuza vipawa vya kuwezesha ushuhuda na utumishi. Sawa? Yani kujenga ufalme wa Mungu ni kazi ngumu. Labda niseme mara moja na wazi tu kwamba ndio maana tukisikia kwamba ukienda kanisani ukimkabidhi au ukimpokea Yesu utapata mali, utapata gari, utapata mambo ya ajabu ajabu. Kujenga ufalme wa Mungu ni kazi ngumu. Kumbe ni kinyume na ahadi zile kwamba utapata gari, sijui nini na nini na nini. Si ndio jamani? Kujenga ufalme wa Mungu, kumbe tunafanya kazi dhidi ya shetani, adui wa Mungu. Si ndio? Kwa tusishangae kuona kwamba kimwili maisha yatakuwa pengine sio rahisi. Kwa sababu tunajaribu kujenga kitu ambacho kinadumu kwa milele. Ni kazi ngumu. Haiwezi kufanywa na vitoto na watoto wachanga kiroho. Hiyo kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Tusifikiri kama watoto tu wataweza kujenga. Mungu anahitaji waume kwa wake waliokomaa na wenye nguvu kiroho. Je, waume na wake hutoka wapi? Bila shaka hutokana na vitoto na watoto wachanga. Kila mmoja hapa na mimi pia siku moja tulikuwa mtoto mchanga. Si ndio? Na leo tumekomaa, Tupo hapa kwa sababu tumekomaa. Watoto hufanyika wanaume na wanawake kwa kukua. Kiwango cha jinsi unavyokuwa kiroho itaathiri sio tu maisha yako binafsi, lakini pia maisha ya kanisa. Kumbe sasa tunapoongea kuhusu kukua kiroho, tusifikirie tu hali yangu na ubinafsi wangu. Kumbe inaweza kuathiri watu wengine, hata majirani, lakini kwanza mke au mume, watoto, lakini pia wale watu pale kanisani. Ndio. Kama sijakomaa, kama bado napenda kidogo mambo ya dunia na nini, kumbe unaweza kuathiri watu wengine. Na ni hatari sana. Yesu alisema kama mtu anamwangusha mtu mwingine kama mtoto, bora yule jamaa afanyiwe nini? Na alafu nini? Jamani. Kwa hiyo kukomaa kiroho ni muhimu sana. Tuachane na mambo ya dunia na uongo wa shetani na udanganyifu wake. Kwa hapa kidogo naangalia kwako binafsi, alafu katika kanisa.
Tuendelee kusoma hapa. Huwezi kutimiza majukumu ambayo Mungu amekupa pasipo kukuza sifa za kiroho. Unahitaji ushupavu ili uwe mume mwema, mke, mzazi, mwanafunzi, mwalimu, mfanyabiashara au mwajiriwa. Haitoshi tu kujiweka mbali na machafuko ya ulimwengu, lakini kazi yetu ni kuleta uponyaji kwa wale walio karibu nasi. Hatuwezi kuwasaidia wengine ikiwa sisi hatuna afya na nguvu. Pointi hii ni muhimu sana. Je, mgonjwa anaweza kuwasaidia wenzake sana? Mfano hai, jana tu mdogo wangu wa kike ashaolewa, wana watoto, na mtoto wake wa kwanza ana matatizo kwenye miguu yake. Sasa walitaka kumpeleka mbali kweli huko Marekani kupata matibabu. Yule daktari ni bingwa, yani amebobea kazi zake, niseme anaelewa kazi zake. Kumbe juzi tu akapata ajali yule daktari, na alivunja sijui mifupa hapa kwenye paja sijui nini. Kifupi hawezi sasa kuwatibu wengine. Kwa changamoto sasa walisafiri huko bila kujua, sasa unapaswa kurudi nyumbani kupoteza hela kwenda huko. Lakini sasa turudi kwenye swala lenyewe. Huyu daktari ni daktari wa watu wengine, anawasaidia wengine. Amepata tatizo yeye mwenyewe sasa. Anawezaje sasa kuwasaidia? Hawezi. Sasa kama wewe ni mgonjwa kiroho, unafikiri utawasaidia wengine? Kama wewe si mtiifu kama tulivyosikia hapa leo asubuhi, utawasaidia wengine? Jamani, tusijidanganye. Tusijidanganye. Sisi binadamu kwa sababu ya shetani ni kama tunajidanganya mara nyingi, au vipi? Si lazima. Tuwe wa kweli. Tuwe waaminifu. Ulimwengu na kanisa watagundua haraka ikiwa hatuendelei kukua. Kumbe, hata ulimwengu, dunia hii inaweza kugundua kama wewe unakuwa. Majirani wanaweza kujua kama wewe umeanza kujiita Mkristo. Ina maana gani sasa? Si kama unacheka sometimes na nini? Watu wa dunia. Inatakiwa sasa lakini waone nini baada ya mwaka mmoja, na miaka miwili, na miaka mitano, na miaka 10. Waone kama huyo jamaa sio kama ameanza sasa kuwa maarufu fulani na watu wengi wanakuja kwake na labda wengine watakuja kwake na nini, lakini bora waone kama huyo jamaa anajua kuwa mnyenyekevu na mtu ambaye anajua kujishusha na kuwaombea wengine na kuwapenda na hata kuteseka kwa ajili ya jina fulani. Jina? Ndiyo. Jina la Yesu Kristo. Kwa tukiingia kanisani na kusema jina la Yesu lisifiwe au Bwana Yesu asifiwe, tukumbuke tunachosema. Ni kama wale ambao wanavaa msalaba hapa. Sijui wanaelewa wanachofanya. Msalaba ina kazi moja. Kazi gani? Kuua. Ni kama kuweka bunduki hapa au sijui kitu gani ambacho kinaua. Hapa Tabora wanatumia nini kuwaua wenzao? Labda panga. Je, tuko tayari kuvaa panga hapa? Je, tunamfuata Yesu au tunafanyaje? Labda tumedanganywa. Jamani, kumfuata Yesu manake pia tuchukue msalaba kama tulivyosikia tayari leo asubuhi na kumfuata. Ndio. Hii ni ndani yake kukua kikristo, ndio. Maisha yetu yatadhihirisha uhusiano wetu na Bwana. Kwa hiyo, ili tuwe wenye manufaa kwa Bwana na binadamu wenzetu, ni lazima tuhudumishe uhusiano na kukua kila mara na Bwana. Maandiko matakatifu yanasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio. Paulo anaongea na Timotheo hapa, si ndio? Katika usemi, ndio, hata maneno yako, na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu, si utukufu wako Timotheo. Utukufu wa Mungu uendelee kukua. Lakini pia inatakiwa tukue zaidi katika kanisa. Kwa nini? Kwa sababu tusome
Kanisa limetengenezwa na Wakristo binafsi, moja moja, si ndio? Mungu anatenda kazi kupitia kwa watu binafsi. Kwa hiyo, kanisa na ushawishi wake kwa ulimwengu hutegemea kila mshiriki. Kila mshiriki. Washiriki wanyonge na hafifu hulegeza kazi ya kanisa. Nasikitisha sana. Yesu anataka kanisa liwe mwili wake hapa duniani. Sasa kama watu wanaangalia mwili wake hapa duniani, wanaona nini? Kama sikosei, hapa Tabora kuna majengo mbalimbali ambayo yanaitwa kanisa. Watu wa Tabora wanaona nini? Sijui nielewa vizuri jamani. Badala ya kusaidia, wanapoteza wakati na kudhoofisha washiriki hodari. Hatuishi kivyetu tu. Sisi ni viungo, kila mmoja kwa mwenzake. Inavyosema katika Warumi sura ya 12. Kila analofanya mmoja wetu litaathiri maisha na ushuhuda wa wengine. Kanisa lina vitoto, washirika waliokomaa na wale walio katikati. Nisome tena. Kanisa la kawaida, niseme kanisa ambalo linaendelea na kanisa ambalo linamjua Mungu litakuwa na vitoto na washirika waliokomaa na wale walio katikati. Kwa sababu jamani, si kama nilisema kwamba ni safari, ni safari, lakini safari pia inaendelea. Kama umeanza kuwa mtoto mchanga Kikristo, namkumbuka Nikodemo yule. Mtu anawezaje kuingia tena katika tumbo la mamake? Yesu alikuwa anamaanisha kitu kingine. Kitu gani? Kuzaliwa upya. Umekuwa mtoto mchanga sasa, si ndio? Kwa unaendelea kutembea sasa. Lakini pengine wewe ulizaliwa juzi tu. Lakini mwenzako alizaliwa Kikristo kiroho, alizaliwa miaka 20 iliyopita. Inatakiwa yule awe wapi? Awe mbele, sawa. Atakuwa mnyenyekevu, kwa sababu hii ni kitu kimoja wapo katika kukua Kikristo, ni kuwa mnyenyekevu. Kwa atakuja kwako pale, atakusaidia na nini, lakini katika kukomaa atakuwa mtu ambaye anamjua Yesu kweli, na atakusaidia wewe kwa kuna kutembea. Kanisa linalozaa matunda ni lile lenye Wakristo wanaokua. Je, Mungu anastahili matunda? Mkulima anastahili matunda? Bila shaka. Yesu anastahili matunda kutoka kanisa lake. Kwa hiyo kanisa ambalo linataka kuona matunda ni lile lenye Wakristo wanaokua. Ufanisi wa kanisa unapaa au kushuka kulingana na vile washirika wake wanavyokomaa na afya yao ya kiroho. Ndio. Usitegemee kwamba matunda yataonekana kama kanisa lile linafundisha tu wokovu, mafanikio. Kivipi mafanikio ya nini? Kama unamaanisha mafanikio ya kukomaa katika Kristo na mateso yanayopatikana na changamoto zile ambazo utaziona ukimfuata Yesu kweli, sawa. Tunaongea kuhusu mafanikio ya kweli. Lakini kama unamaanisha mafanikio ya kidunia, mimi nahisi kwamba kuona mafanikio ya kiroho huoni. Mnielewa jamani? Haya, sasa tutoke pale tuingie kwenye swala lingine. Anasema jinsi ya kukua Kikristo. Na labda unajiuliza sasa, lakini nitawezaje kukua? Okay, tunaongea sana kuhusu kukomaa, kukua. Kivipi? Si ndio? Nifanyeje? Hapa tunaweza kuona. Bila shaka Biblia inatuonesha jinsi ya kukua zaidi. Tuangalie, inasema kukua kimwili kunasababishwa hasa na mambo manne. Labda tusome kwa pamoja. La kwanza, kusudi lako. Tena, kusudi lako. Hii ni ya kwanza hapa inasema. Cha pili, chakula. Chakula. Ya asubuhi tushapata chakula. Lakini hicho ni chakula tofauti kidogo.
ni chakula cha kiroho. Cha tatu, mazoezi. Mazoezi muhimu sana. Cha nne, kupumzika. Kwa kufananisha, tutajadiliana mifano minne ya kiroho katika sehemu hii. Ukitaka kukua kiroho, shikilia miongozo hii. Ukitaka kuwa Mkristo lazima uwe na nia. Kwenye Kiswahili tunasema penye nia pana njia. Kinyume chake pasipo nia hakuna njia, si ndio? Lazima tuwe na kusudi, tuwe na nia pale tunapoongea kuhusu kukua Kikristo. Inasema hapa, wanariadha wanaotaka kufaulu kumchukua mshindi fulani katika huo mchezo na kumpenda. Ushawahi kuona watu ambao wanapenda sana mchezo wa mpira? Wapo, si ndio? Wapo Tabora? Wapo, na huko Mwanza? Wapo, Sasa, yaani usiku pale inacheza sijui Yanga, Simba, sijui nani wanacheza na watu sasa wanashangilia. Paka unacheza huko Ulaya na watu wako tayari kupigana hapa Tanzania kwa sababu ya mchezo wa huko. Sasa utawezaje kuwa mchezaji mzuri? Njia mojawapo ni kumchukua, yani kumfuata mmoja wao, si ndio? Yule ambaye amezoea kazi zake, yani kucheza kwake, anajua. Ni kumsoma yeye. Wao huanza kufuatilia kwa makini mbinu na njia zake za mazoezi, na wanapoiiga mitindo ya shujaa wao, wanakuwa zaidi kama yeye. Yule tunayemwiga kiroho ni Yesu. Hatupaswi kuwaiga wanadamu bali Kristo. Tunajua jinsi Yesu alifanya, alivyoishi, kuongea kwake na pia aliyotenda. Sasa tunapofanyika wa Kristo, tunakuwa waigaji wa Kristo. Katika neno Mkristo, herufi M inashikana na neno gani? Neno hilo hapa tunasikia sana. Kristo, si ndio? Lakini kwenye Kiswahili, ninapenda Kiswahili, tunaweza kufanya kitu fulani. Tunaweza kuongeza M. Kwa nini? Tumeunganisha nini hapa? M na Kristo, sawa, lakini tumeunganisha vipi sasa kwenye maana yake? Karibu. Okay. Samani. Karibu. Ukiweka stroke hapa, unapata Kristo. Okay. Ukachukua EM ukiunganisha sasa unaitwa Mkristo. Kwa hiyo Kristo alipohubiri akapata wafuasi. Watu walipoonekana wanamfuata Kristo, sisi tukaitwa Wakristo, ukiwa mmoja aitwa Asante sana. Kumbe yeye anavyosema huyo jamaa atakuwa mfuasi wa Kristo, si ndio? Nashukuru sana. Manake atakuwa kama yule mtu ambaye anataka kuwa sana kama yule mchezaji ambaye amemwangalia kweli, anataka kuwa naye, yani anataka kufanana naye kweli, si ndio? Jamani, tunafanya hivyo kwa Kristo. Kila asubuhi tunafanya maombi. Na Yesu alisema hata kuingia kwenye chumba fulani na kufunga mlango, sio kuwaonesha wengine, hapana. Kumuonesha Kristo kwamba unampenda, kwa sababu unataka kufanana naye. Herufi M inashikana na neno Kristo. Kwa hiyo maishani, mimi ni Mkristo, nimeshikana na namfuata Kristo. Napaswa kujiuliza, Yesu angefanya nini? Yesu angesemaje kwenye kila hali? Yesu angefanya nini? Okay, kuna safari fulani ya kwenda huko, sijui labda Mbeya au labda Dar es Salaam kufanya kitu. Je, Yesu angeenda au asingeenda? Je, tunajiuliza? Au tunaona kuna kama vitu viwili tofauti. Kuna maisha ya kawaida na maisha ya Mkristo. Na mimi sometimes hasa Jumapili mimi ni Mkristo, lakini siku nyingine mimi ni mtu wa kawaida tu. Jamani, hii sio njia yenyewe. Njia yenyewe ni kumfuata Kristo kila dakika,
kila sekundi. Naruka hapa kidogo chini. Kuwa kama Kristo ni lazima tuyaache mambo yote ya ulimwengu nyuma. Haufanani na Kristo ikiwa unaishi na kufanana na ulimwengu. Sijui tumeelewa hapa? Haufanani na Kristo ikiwa unaishi na kufanana na ulimwengu. Tunawezaje kusema hivyo? Tukiangalia katika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, lakini hasa wa pili leo, muda unakimbia. Tuangalie pale inasemaje. Imeandikwa hapa kwenye vitabu vyetu. Inasemaje pale? Ni muhimu sana kusoma pale katika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Labda mtu asome mistari yote miwili, tusikilize kwa makini. Kwanza na pili. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante. Tunapata picha hapa kwenye mstari wa pili hasa inaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nani jamani, dunia hii inajaribu kutufanya sisi tufanane na tufuatishe namna yake. Sijui umeshawahi kugundua kitu kama hicho? Tukikubali, tunairuhusu dunia iendelee kutubadilisha. Ni kama pale kusema kwamba lakini mimi nitatulia kidogo, nimechoka kupiga hatua zile, nimechoka, bora nipumzike kidogo kiroho, niachane na mambo yale magumu yale ya kumfuata Yesu na msalaba wake. Dunia itakukamata haraka zaidi. Dunia na mitindo yake, nguvu zake, mitindo yake, desturi zake, tabia zake, muziki wake, nguo zake, maneno yake, matendo yake, mazoea yake yanatuathiri, na tukifuatishwa nayo ni kama tumekubali kuwa watu wa dunia badala ya Kristo na ufalme wake. Kwa Kiingereza tunasema be not conformed. Conformed ni kama kuundwa. Ni kama tunaiacha dunia ianze sasa kutulazimisha sisi kufanana nayo. Nielewa vizuri? Au labda tungeweza kusema kulazimishwa na shinikizo la dunia. Kama kulazimishwa. Paulo anasema tusifanye hivyo. Tufanyeje? Tubadilishwe kuanzia ndani kama kipepeo. Kipepeo. Kuna neno fulani hapa ambalo ni muhimu kujua. Najua ni lugha nyingine, lakini tusisahau kwamba Biblia haikuandikwa kwenye Kiswahili mwanzoni. Metamorphos, kitu kama hicho. Metamorphos pale imetafsiriwa kusema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu hapa. Kugeuzwa pale, Paulo anamaanisha nini? Badala ya kuruhusu dunia hii itubadilishe, itulazimishe, ituunde vile, tuanze kufanana nayo, tunapaswa kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zetu. Katika mfano wa kipepeo, kwanza kiwavi, mnamjua kiwavi? Kiwavi tunamjua? Yule mdudu yule mdogo ambaye anatambaa hivi. Anakula kweli kweli, anakula majani na nini, si ndio? Lakini kuna baadhi ya viwavi ambao wanakula sana, kisha baadaye anajifunga katika kama nyumba fulani yake. Ananing'inia kwenye labda jani
au kwenye labda tawi fulani, kumbe ni yule yule, lakini amebadilika sana. Sasa amejiwekea nyumba fulani na kama ule ndani. Kama ungeweza kuifungua ungeshangaa kweli, kwa sababu yule kiwavi si kiwavi tena, ameanza sasa kuwa kama maji fulani mule ndani. Halafu baada ya siku 10 hadi 15 kutoka nyumba ile anatokea kipepeo anayependeza sana. Kipepeo, vipepeo tunawajua, wengi wao wanapendeza kweli, muonekano mzuri. Wanaweza pia, wako tofauti na kiwavi, wanaweza kuruka. Kiwavi alikuwa anatembea kwa miguu. Sasa kipepeo anaweza kuruka kwa kutumia mabawa ya ajabu sana. Yanapendeza sana. Kitu gani kimetokea ndani ya nyumba ile? Metamorphosis. Metamorphosis ni neno ambalo linatumika hapa kwenye Warumi. Mungu anataka sisi tubadilishwe kama kipepeo au kiwavi anavyobadilishwa kuwa kipepeo. Ni kazi za nani? Za Mungu. Mimi siwezi kumtengeneza kipepeo jamani. Mungu pekee anaweza kumbadilisha kiwavi awe kipepeo. Na vile vile Mungu peke yake anaweza kutubadilisha. Lakini Paulo anatushauri pia tufanye nini? Kufanywa upya nia zenu. Na nia kwa kiasi fulani nia kwako. Huwezi kusema Mungu naomba nisaidie tu alafu niendelee kwenye dhambi. Hapana. Anataka tupige hatua. Fikra zetu. Kwa Paulo anafundisha kwamba tusiwe na tabia zinazolingana na namna ya ulimwengu. Tufuate mfano wa Kristo. Kuiga mitindo ya ulimwengu inayobadilika kama ya mavazi, mitindo ya nywele, misamiati isiyofaa na shughuli jingine kama hizo hazimpendezi Bwana. Na jamani, sijui labda tuko Tabora, sijui wangapi wana simu kubwa hizo, touch zinaitwa. Hizo pia. Na TV yenyewe. Na kishkwambi. Unajua maana yake kishkwambi? Tablet zile. Na vitu mbalimbali. Tuko kwenye siku za ajabu. Tunapaswa kuwa makini. Wanafunzi wa Yesu. Ndio. Dunia inajaribu kuingia karibu na kila kona. Sisi tunafanyaje? Kiuhalisia sasa, simaanishi tu kwa mawazo tu na labda maneno. Tunafanya nini? Tunakuwa kama Yusuf. Namkumbuka pale alipokutana na jaribio kubwa sana. Kimbia. Kwa dunia inajaribu kuingia katika mikoba na mifuko na mikono yetu. Lazima tuwe makini. Si lazima tukubali kutumia kila app. Facebook, Instagram, sijui nini na nini. Si lazima tutumie kila kitu jamani. Si lazima tuwe na TV nyumbani. Au ni lazima? Si lazima. Mungu alituambia tuwe na TV nyumbani. Hapana. Lazima tufanye maamuzi sisi kuhusu jinsi tunavyomfuata Yesu. Tutairuhusu dunia au tutakuwa maaskari. Kuna mengi ambayo hayampendezi Mungu. Katika Biblia tunafundishwa sitara, unyenyekevu, kujipamba ndani kwa roho ya upole na utulivu badala ya mavazi ya kinje, urembo na johari. Kuna mengi sana. Hata katika fikra zetu ni lazima tuwe kama Kristo. Hii inahusu kuwapenda maadui zetu, kuishi kwa furaha, kuwa wavumilivu tunapohusiana na wengine. Mazoea yoyote ya kiulimwengu yatazuia kukua katika Ukristo. Tunakuwa kiroho tunavyojitahidi kuwa kama Yesu Kristo. Pia kuna kula chakula bora. Ni muhimu sana tule chakula bora. Kwa tuepuke chakula duni. Na nitakimbia haraka hapa kwa sababu ya muda, lakini tujiulize. Usije ukachafua akili na moyo wako kwa sumu za kiroho. Jiulize maswali yafuatayo kabla ya kusoma au kusikiza kitu chochote. Na kama mnasahau labda kila kitu ambacho nimesema hapa leo, labda hapa tuwe na angalau kitu kimoja. Maswali 5 ya kujiuliza kabla ya kusikiliza au kufanya kitu chochote. Swali la kwanza. Je, kitu hicho ambacho nataka kukifanya ni ya tabia potovu? Cha pili.
itazuia shughuli zenye manufaa? Cha tatu, je, itakuwa ya kujenga? Cha nne, kitakuwezesha kutimiza mwito wa Mungu? Na cha tano, kitamtukuza Mungu? Tuwe watu ambao tujiulize maswali kabla ya kufanya matendo. Sawa jamani? Tujiulize maswali. Alafu pia namba 2 hapa, usiwe na tabia za kitoto za kula. Unajua watoto wanatumia maziwa, lakini akifika hata miezi 6 hivi tunaanza kumlisha vitu vingine. Akifika miaka tunataka aweze kula nyama. Tusiwe watoto na kusema mchungaji lazima anilishe tu. Kwanza mchungaji ni nani? Tunamtegemea mchungaji mkuu ambaye ni Yesu, au tunafikiri mtu fulani atanilisha kila kukicha? Usiwe Mkristo kwa kumsikiliza mchungaji tu jamani. Naomba mnisikilize kwa makini kidogo. Tuwe wa Kristo kwa sababu tunamfuata Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima tuwe tayari kusoma neno lake na kumjua yeye, sio kumjua mchungaji tu. Kuna changamoto nyingine. Kuna watu wengi kanisani ambao bado wanafanya mambo ya kitoto, na tuangalie baadhi ya mambo haya ili tuweze kuelewa tunayoyazungumzia. Kwa mfano, kurudia maombi. Umeshawahi kuona kitu kama hicho? Kurudia. Niendelee? Rudia. Niendelee? Baada ya hata nikiendelea hivyo hata sekundi chache mtaanza kusema yule sijui ni mchizi kidogo ha? Kwa nini watu wanafanya hivyo kanisani? Niulize wazi jamani. Kwa nini watu wanatumia jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu hasikii au kuna tatizo gani? Mimi nauliza jamani, tujiulize hasa. Alituumba. Yesu anatujua sisi kuliko mtoto anavyomjua babake au baba anavyomjua mtoto wake. Ni lazima tuendelee kurudia? Si lazima. Anatusikia. Bila shaka tufanye maombi. Lakini maombi yenyewe ni mawasiliano, tunaongea naye, na sometimes hatuwezi hata kutamka, na anatujua. Na Roho Mtakatifu atatusaidia pale kutamka yale ambayo sisi hatujui. Watoto wanaweza kurudia maombi na kuyasoma, lakini Mkristo anayekuwa kiroho anaomba kutoka katika kina cha moyo wake, wakati mwingine hata bila maneno. Pia kuna tatizo la kulala kanisani. Umeshawahi kuna watu ambao wanalala kanisani? Sita tuiache tu hapa au tusome kidogo? Tusome. Watu wengi wanakosa kukua kiroho kwa sababu wanalala wakati wa mahubiri. Na niseme wazi, hii ni changamoto zaidi ya msikilizaji. Pengine yule ambaye anahubiri anapaswa kuhubiri mambo yenye maana, si ndio? Lakini tuangalie. Watoto wadogo wanaweza kufanya hivyo, lakini kila Mkristo mwaminifu anapaswa kuwa ameacha jambo hili la kitoto. Kunaweza kuwa na sababu 4 za kulala kanisani. Cha kwanza, ugonjwa wa kimwili. Cha pili, mahubiri duni. Kumbe kweli ashasema mwandishi. Cha tatu, kutokuwa na hamu. Na 4, kukosa kulala usiku na uchovu wa kimwili. Uende ulale Jumamosi kwanza. Si ndio? Ya kwanza ndio tu iliyo halali. Ugonjwa wa kimwili yani. Lakini hata hivyo, mtu anapaswa kutafuta matibabu. Kuna tatizo lingine, watu wengine wanaweka misingi tena. Wanapenda kurudi na kuendelea kuongea kuhusu batizo labda, na sijui nini na nini, tena, wakati tayari ameshaokoka, ashaanza kumfuata Yesu, ashabatizwa. Inatakiwa sasa apige hatua nyingine kwa nyingine. Si ndio? Asiendelee tu kuongea kuhusu mambo ambayo sio muhimu sana kwenye Biblia niseme. Sawa jamani? Baadhi ya watu wanataka kuangalia labda siku fulani ni muhimu sana kusali labda siku fulani. Tuangalie, je, maandiko hayo yapo kwenye Biblia?
Na hii ni mfano mmoja wapo, kuna mifano mingine pia. Inaonekana kuna watu wanaoshughulika tu na kujenga msingi badala ya kuendelea na mjengo. Mambo ya kimsingi ni muhimu. Hatumaanishi kwamba toba, imani au ubatizo si mambo muhimu, lakini Waebrania 6:1 inasema tunapaswa kuendelea mbele. Kwa mfano, watu wengine hawafikii mwisho wa kutubu au kukiri. Kila wakati wa meza ya Bwana watakuja na kukiri dhambi ile ile. Kukiri ni kuzuri, lakini mara tunapotubu kosa fulani kwa uaminifu, basi tunastahili kuamini kuwa Mungu ametusamehe, kisha tuendelee. Tuachane na mambo yale kwa nguvu za Mungu. Na kama unaendelea sasa kukabiliana na jambo lile lile, watafute wenzako wakusaidie. Kwa mfano, kuanguka kwenye dhambi fulani, usiendelee kuanguka pale. Kama umeona kama umeanguka zaidi ya mara moja, ni mara ya pili sasa, mara ya tatu, waite wenzako wakuombee, wakusaidie, alafu pia wafanye nini? Wakuwajibishe. Kila wiki, kila sijui lini, wakuulize, inakwaje? Mpendwa, inakwaje sasa kwenye jambo lile? Unaendelea, tusonge mbele, sianguke pale. Tusaidiane. Kuna kudumisha usawa, yani kusoma Biblia. Sina muda wa kusoma sana hapa, lakini ni muhimu tuwe watu ambao tunajua kusoma neno la Mungu. Vitabu vipo vingi sana, simu zipo, kuna njia mbalimbali ya kusoma siku hizi, lakini mimi leo nitashauri sana kwamba tusome Biblia. Tusome. Sio ili uweze kusema tu kama nishasoma leo asubuhi. Sawa, ni vizuri labda niseme hivi. Tabia, yani kujenga tabia au mazoea fulani, pengine inaweza kuchukua siku 17 hivi. Kufanya kila siku. Kwa mfano, kila asubuhi muda fulani, hakikisha kwamba ushaamka vizuri, labda familia wale wameamka sijui, lakini muda fulani wewe unakaa na Biblia yako unasoma angalau dakika 15. Kila asubuhi. Kujitahidi, sawa jamani. Sio sheria, lakini unajiwekea sheria. Sawa? Kila asubuhi. Mfululizo wa siku 17. Baada ya siku 17, bado itakuwa kazi fulani, lakini ushaanza kuzoea. Sawa? Tuwe tayari kama kujilazimisha katika baadhi ya mazoea. Na hii ni moja wapo. Kusoma Biblia. Na hapo ukitaka inaongea kuhusu jinsi ya kusoma, wapi kusoma labda na mambo kama hayo. Ni muhimu. Babangu, mimi mshukuru Mungu, mzee wangu nilipokuwa na miaka 6 mpaka 8 hivi, alinifundisha nianze kusoma Biblia. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na leo sitaki kujisifu hata kidogo, lakini siwezi hata kuhesabu mara ngapi sasa kutoka mwanzo mpaka mwisho kusoma Biblia. Mara nyingi kwa sababu nilizoea. Si vigumu sana. Si vigumu sana kula chakula. Leo asubuhi tulikuwa na chai hapa, ilikuwa vigumu kula? Ni rahisi sana tukiwa na njaa. Je, tuna njaa kiroho? Wala tusiendelee kutafuta maziwa. Yale ambayo ni laini. Yale ambayo yanafurahisha tu. Tuwe tayari pia kuangalia, kusoma kwa mfano kitabu cha Warumi baadaye na kusema Paulo hapa alikuwa anamaanisha nini? Pengine ni vigumu kiasi fulani kuelewa, lakini chambua. Fanya maombi kabla ya kusoma. Mungu atakusaidia. Yupo. Atakusaidia kuelewa zaidi na zaidi. Na kadri tunavyosoma Biblia, mambo yanaendana sana tu. Utakumbuka, nilisoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mambo kama hayo. Utatoka hapo, utaenda huko, utasoma, utasema, kwa kweli mambo hayo yanaendana kabisa. Chakula cha kiroho. Basi mimi nahisi hapa mwishoni nasema dumisha sio mwishoni, lakini kwa kipindi hicho tutasimama hapa. Inasema dumisha utaratibu wa kufuata. Umuhimu wa kusoma Biblia. Kwa kawaida umetenga wakati maalum wa chakula. Hungojei hadi usikie njaa sana ndipo ule. Kadhalika, katika maisha yako ya kiroho, unapaswa kutenga wakati wa kusoma neno la Mungu. Panga siku yako ili umpe Mungu nafasi ya kwanza. Ni lazima ujipatie nidhamu ili kumtanguliza Mungu kila siku. Hii itaongoza mawazo, misimamo na matendo yako mchana kutwa.
Walakini asubuhi peke yake haitatosha. Wewe huli chakula cha kawaida mara moja tu kwa siku. Mkristo anayekuwa atahitaji na kutamani chakula mara kwa mara. Ikiwa hupangi wakati wa ibada yako, unapanga kuwa na upungufu na magonjwa ya kiroho. Unapanga kuwa na magonjwa. Nani napanga sasa kuwa na ugonjwa? Hatutaki. Kwa tusipange hivyo jamani. Usitumie mambo ya kidunia yanayokuathiri vibaya kiroho. Kwa hiyo kwa sasa hivi nafikiri kwa muda kidogo. Sijui mnafanyaje. Nashukuru sana. Tuendelee baadaye Mungu akipenda.